Kamanda wa majeshi ya Iran azionya nchi za Ghuba ya Uajemi kuhusu kulisaidia jeshi la Marekani. Mkuu wa majeshi ya Iran amezionya nchi za kusini mwa Ghuba ya Uajemi kuhusu kuisaidia au kuliruhusu jeshi la Marekani kutumia ardhi za nchi hizo katika uchokozi wake dhidi ya Iran. Anasema nchi hizo za kusini mwa Ghuba ya Uajemi ambazo hutoa taarifa mbalimbali zikidai kuwa zitaruhusu Marekani kutumia ardhi zao dhidi ya Iran zinapaswa kujua kuwa hakuna chochote tusichokiona, ameandika Meja Jenerali Ali Abdullahi katika akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X leo Jumatano. Amesema haiwezekani idadi kubwa kama hiyo ya ndege za kijeshi, hasa ndege za kuongeza mafuta angani, kuwekwa katika vituo vya kanda hii bila nchi zinazohifadhi ndege hizo kutambua swala hilo. Mkuu wa majeshi ya Iran ameonya kuwa msaada au uwezeshaji wowote unaotolewa kwa jeshi vamizi la Marekani utatambuliwa kuwa ni kushirikiana bega kwa bega na vikosi vya majeshi ya Marekani. Meja Jenerali Abdullahi ametamka hayo katika muktadha wa vita vya kichokozi vya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, likiwemo shambulio la tarehe 28 Februari lililopelekea kuwa washahidi kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei mwanzoni mwa vita vya siku 40 dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, pamoja na mivutano inayoendelea kutokana na uwepo wa kijeshi na vitendo vya kichokozi vya Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi. Marekani imetumia kambi zake zilizotapakaa katika nchi za Kiarabu za kanda hii katika vita vyake dhidi ya Iran vilivyoendelea kwa siku 40. Katika kujibu hatua hiyo, Iran imeshambulia kambi za kijeshi na maslahi ya Marekani katika nchi hizo pamoja na shabaha za Israeli katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina. Vilevile, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imewatangaza wanadiplomasia wawili wa Ufaransa wanaofanya kazi katika ubalozi wa Ufaransa mjini Tehran kuwa ni watu wasiostahili kutokana na shughuli zao zinazotambuliwa kwa kinyume na sheria za kimataifa na mkataba wa Vienna wa 1961 kuhusu mahusiano ya kidiplomasia. Katika taarifa iliyotolewa usiku wa kuamkia leo Jumatano, ofisi ya mahusiano ya umma ya wizara hiyo ilisema maafisa hao wawili wa Ufaransa walishiriki katika shughuli zinazokiuka sheria za kimataifa, hasa vifungu vya mkataba wa Vienna wa 1961. Taarifa hiyo imesema kwamba licha wiki kadhaa kupita tangu mwenendo wao haramu ufichuliwe, hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa na serikali ya Ufaransa kurekebisha tabia zao au kutoa hakikisho kwamba mwenendo huo hautarudiwa. Kwa hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje inawatambua maafisa hawa wawili kama watu wasiostahili na kuanzia sasa wanapigwa marufuku kuingia Iran, imesema taarifa hiyo. Mwezi Julai mwaka 2026, wanadiplomasia hawa wawili wa Ufaransa walikamatwa kwa muda mjini Tehran baada ya kupatikana kwenye mkutano uliohusishwa na uchunguzi wa usalama. Ufaransa iliwashutumu askari wa usalama wa Iran kuwa wamewatendea vibaya wanadiplomasia hao, lakini Tehran ilipinga madai hayo na kusema kwamba wamehojiwa kuhusu mwenendo usio wa kawaida. Vilevile, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa Kazim Garibabadi amemkosoa vikali Rais Donald Trump wa Marekani kwa madai yake kuhusu lango bahari la Hormuz, akionya kuwa fikra yake potofu ya kihesabu na kuihesabu njia hiyo muhimu ya maji kama eneo jipya la Marekani inapaswa kurekebishwa, la sivyo Teherani itamweka sawa. Kama vile Trump alivyoitaja Ghuba ya Uajemi kwa jina lake sahihi, fikra yake potofu kuhusu lango la Hormuz hivi karibuni ima itaondolewa au tutamweka sawa mtu huyo mwenye mawazo potofu, Garibabadi ameandika kwenye X akimtahadharisha rais wa Marekani. Rais wa Marekani, bila kutoa maelezo, Jumanne alichapisha picha kwenye jukwaa lake la Trust Social inayoonyesha ramani inayolitaja lango la Hormuz kama eneo jipya la Marekani. Chapisho hilo limeshuhudiwa siku chache baada ya Trump kudai kuwa hivi karibuni angetangaza njia ya maji ya Ghuba ya Uajemi kwa eneo la Marekani. Pia alitishia kuishambulia Oman iwapo itaingilia kati juhudi zake za kufikia makubaliano na Iran kuhusu lango la Hormuz. Oman ikiingilia kati, tutawashambulia na kuwasambaratisha kikamilifu, Trump alisema siku ya Jumatatu. Trump ameitishia Oman, mshirika wa Marekani, baada ya kukabiliwa na hali ngumu sasa kufuatia kushindwa kuhitimisha vita alivyovianzisha dhidi ya Iran na kufikia makubaliano kuhusu lango la Hormuz. Awali Iran ilikubali kuacha mlango bahari wa Hormuz wazi kwa usafirishaji wa kibiashara kwa muda wa siku 60 kufuatia kutiwa saini kwa hati ya makubaliano na Marekani mnamo tarehe 17 Juni. Sasa tutazame kwa nini nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi zimepoteza imani na Marekani. Nchi hizi ni Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, UAE na Saudi Arabia. Hali ya kutoridhishwa na Marekani inazidi kuongezeka miongoni mwa nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi. Gazeti la The Washington Post limeripoti kuwa kuna ongezeko la hisia za kutoridhishwa na Marekani
miongoni mwa nchi za Ghuba ya Uajemi, kwani zinaamini kuwa rais wa nchi hiyo hana uwezo wa kusimamia diplomasia inayohitajika kwa ajili ya kufikia amani na Iran. Afisa mmoja nchi hizo akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina amesema Rais Donald Trump wa Marekani alianzisha vita dhidi ya Iran, lakini sisi ndio tunaolipa gharama zake. Hasira dhidi ya Marekani imefikia kiwango cha juu kabisa kufuatia shambulio la Marekani na Israeli dhidi ya Iran mwezi Februari uliopita. Ingawa nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi zinaendelea kutegemea Washington kama mshirika wa karibu wa kiusalama na muuzaji mkuu wa silaha, huku Qatar na Bahrain zikiwa na kambi kubwa zaidi za Marekani, hali ya kutoridhika sasa inazisukuma baadhi ya nchi hizo kutafuta mipango mipya ya usalama. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Ulaya amesema kuwa makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyotiwa saini karibuni na Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan yalituma ujumbe maalum kwa Marekani. Ingawa baadhi ya wachambuzi wanasema mabadiliko hayo hayawezi kuleta taathira kubwa katika eneo kwenye kipindi cha muda mfupi, lakini tayari baadhi ya nchi za Kiarabu zimeanza kutathmini machaguo yaliyopo ya usalama. Ripoti ya Washington Post inayozungumzia kuongezeka kwa hali ya kukata tamaa miongoni mwa nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi kuhusiana na siasa za Trump inaonyesha uwezekano wa kutokea mabadiliko makubwa ya kimkakati yanayoweza kubadilisha muundo wa usalama wa eneo kwa miongo kadhaa ijayo. Kukata tamaa huku hakuwakilishi tu malalamiko ya kidiplomasia kwa miongo kadhaa ijayo. Kukata tamaa huku hakuwakilishi tu malalamiko ya kidiplomasia muda mfupi, bali pia mshtuko mkubwa wa uaminifu kwa mshirika wao huyo wa jadi. Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi, baada ya kuufafanua kwa muda mrefu usalama wake wa pamoja chini ya mwamvuli wa kijeshi wa Washington, sasa inajikuta katika hali ngumu, ambapo sio tu kwamba dhamana hiyo imefifia, bali pia mshirika wake huyo wa muda mrefu amekuwa chanzo cha kuongezeka ghasia na kudhoofika kiusalama kwa nchi za Kiarabu. Chanzo cha hali hii ya kukatishwa tamaa kinapaswa kuchunguzwa katika vipengele vitatu muhimu. Cha kwanza ni mtazamo wa upande mmoja wa Trump unaolenga maslahi ya muda mfupi ambao umegeuza usalama kuwa bidhaa majadiliano ya kiuchumi. Nchi za Ghuba ya Uajemi ambazo zimewekeza kwa kiasi kikubwa katika uchumi wa Marekani sasa zinapitia hali ngumu ya kushuhudia Marekani ikipuuza hadharani ahadi zake za kudhaminia usalama. Kipengele cha pili ni mtazamo wa Trump usiotabirika na wakati mwingine wa uhasama unaodhihirika wazi katika hatua zake za kutojumuisha mataifa madogo kama Bahrain na Kuwait kwenye ratiba zake za safari za kikanda, pamoja na kauli za vitisho zilizotolewa na waziri wa biashara wa Marekani kuhusu ushuru wa bidhaa. Kipengele cha tatu na muhimu zaidi ni hisia kuwa katika hatari kimkakati. Viongozi wa eneo la Ghuba ya Uajemi wamefikia hatua ya kuamini kuwa operesheni za kijeshi za Marekani zinalenga tu kulinda Israeli na maslahi ya Washington, huku zikiacha nchi za Kiarabu ambazo zilikubali matakwa ya Washington ya kushiriki katika mashambulio dhidi ya Iran katika hatari ya kushambuliwa mfululizo kwa makombora na ndege zisizo na rubani za kulipiza kisasi. Hisia hizi zilifikia kilele kufuatia shambulio la Israeli dhidi ya Doha, Qatar mnamo Septemba 2025, tukio lililoambatana na kimya au ushiriki wa kimya wa Marekani, jambo lililozoa hofu kubwa miongoni mwa nchi za Kiarabu kwamba Marekani inaweza kupuuzilia mbali wakati wowote ahadi yake muda mrefu ya kuwalinda washirika wake dhidi ya mchokozi yeyote wa kikanda. Upepo wa hali hii ya kukatishwa tamaa unavuka mipaka ya mahusiano ya nchi mbili na unaweza kuchambuliwa katika nyanja tatu za kijeshi, kisiasa na ile inayohusiana na utambulisho. Kwa mtazamo wa kijeshi, wachambuzi wakuu wa masuala ya kikanda wanaamini kuwa vita dhidi ya Iran havikufanikiwa tu kubadilisha uwiano wa nguvu, bali pia vimeziweka nchi za Ghuba ya Uajemi katika hatari zaidi ya kulengwa moja kwa moja na upande wa pili. Akiba yao ya makombora ya kuzuia mashambulio ya anga inapungua kwa kasi, huku zikikabiliwa na madhara ya mgogoro huo. Kwa upande wa kisiasa, makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyotiwa saini hivi karibuni na Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan yanachukuliwa kuwa ni ujumbe wa wazi kwa Marekani. Makubaliano haya yanaonyesha kuwa mataifa hayo matatu yanataka kupanua wigo wa ushirikiano wao wa kiusalama na hayaichukulii tena Marekani kama nchi inayoweza kujitosheleza yenyewe katika uwanja huo. Kuhusu suala la utambulisho, mtazamo wa viongozi wa eneo la Ghuba ya Uajemi kuhusiana na vita dhidi ya Iran umepitia mabadiliko makubwa ya kimsingi. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Ulaya, ingawa hapo awali hawakupinga kabisa wazo la vita, msimamo wao sasa umebadilika kabisa. Mabadiliko haya yanatokana na utambuzi mchungu kwamba mwenendo wa Marekani katika eneo umepunguza usalama wao badala ya kuimarisha. Hali hii inazihusu zaidi Saudi Arabia, Qatar na Oman
ambazo nchi za UAE, Kuwait na Bahrain zinaendelea kuunga mkono na kuhimiza siasa za vita za Marekani dhidi ya Iran. Hata hivyo, matokeo ya hali hii ya kupoteza imani ni makubwa na yanaonekana katika nyanja mbalimbali. Kwa muda mfupi, pengo la kimkakati linalozidi kupanuka linajitokeza kati ya Marekani na washirika wake wa Kiarabu. Mgawanyiko unaodhihirishwa na hatua ya mataifa hayo ya kutaka kurejesha uhusiano mwema na Iran, pamoja na juhudi zao za kudhibiti mivutano kupitia mazungumzo. Vurugu katika njia za biashara za baharini na vitisho dhidi ya lango bahari la Hormuz, mambo yanayoathiri moja kwa moja mauzo yao ya nishati, imewafanya viongozi wa nchi hizo kuhitimisha kuwa uthabiti wao wa kiuchumi hauwezi kuwekwa rehani kutokana na hatua za kijeshi za Marekani zinazohatarisha usalama. Kwa muda, wakati mwelekeo huu unaweza kupelekea kupungua kwa ushawishi wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi na kuimarisha nafasi ya mataifa hasimu kama vile China na Russia, hali ambayo tangu mwanzo imekuwa ikiibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa viongozi wa Marekani. Wakati huo, nchi za Ghuba ya Uajemi zinachunguza njia mbadala, ikiwa ni pamoja na kuanzisha mfumo wa pamoja wa ulinzi wa kikanda. Mzozo huu kidhahiri unaangazia utambulisho wa mgogoro wa kimkakati kwa mataifa ya Ghuba ya Uajemi. Lakini hayo yakiendelea, ni kwamba vikosi vya ulinzi vya Yemen vimetekeleza kwa mafanikio mashambulizi dhidi ya kituo cha mafuta kinachoendeshwa na kampuni ya serikali ya mafuta na gesi asilia ya Saudi Arabia ya Aramco, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya uchokozi na msingiro unaoendelea kutekelezwa na utawala wa Riyadh dhidi ya Yemen. Shirika rasmi la habari la Yemen Saba limemnukuu afisa wa kijeshi ambaye hakutajwa jina akisema kuwa vikosi vya ulinzi vya Yemen vilifanya operesheni maalum ya kijeshi vikilenga kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramco cha Saudi Arabia kwa kutumia ndege kadhaa zisizo na rubani. Na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wao wamekanusha vikali madai ya Umoja wa Falme za Kiarabu kwamba Iran imevurumisha makombora mawili balistiki kuelekea nchi hiyo. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa Baba wa Kivita.